Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Naomba usikize hiyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Amemweka mkono wa kuume wa ulimwengu katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ulimwengu ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Yesu aliwekwa awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kanisa. Naomba ushike hiyo, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, aliyekamilika kwa vyote katika yote. Hii verse kuanzia 16 mpaka 23 pale imebeba mambo mengi sana mazito kwa kanisa kuweza kujua. Imebeba siri nzito mno za what it means to belong in the church of Jesus Christ. Mungu hakutuokoa tu ili tuwe walokole. Mungu hakutuokoa tu ili tuwe watu tunaokwenda mbinguni. Mungu kuna kitu cha ziada alikifanya kwa Kristo kwanza, ili kiwe kwa ajili ya kanisa. Acha na kile kitu ambacho Mungu amefanya kwa kanisa directly, lakini kuna kitu ambacho Mungu alikifanya kwa Kristo kwanza, yeye kama kichwa, yeye kama aliyetangulia, ili wale wote wanaokuwa ndani yake. Anasema imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Kuna mtu kumtambua mtu nje ya Kristo na kumtambua mtu alio ndani ya Kristo. Mtu alio ndani ya Kristo ni kiumbe kipya kabisa. Sasa it means something to be in Christ. Kuwa ndani ya Kristo sio tu kuokoka, kuongozwa sala ya toba. Kuwa ndani ya Kristo ni kuassume identity yake, ni kuchukua for yourself ule utambulisho wake, anavyofahamika katika ulimwengu wa roho, wa giza na wa nuru, anavyotambulika na Mungu mwenyewe. Mungu anavyomuona na kumtambua, huyu ni mwanangu. Everything Yesu alivyo katika ulimwengu wa roho, ukiwa ndani yake, hakuna wewe ulio ndani ya Yesu, ila umekuwa kiumbe kipya. You have become him. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anavifanya kwa Yesu ili viwe vimefanyika kwa wale wote walioko ndani yake. Ndio maana kwenye Yohana 17 Yesu akasema, kwa ajili yao ninajiweka wakfu wenyewe, ili nao wawe wametakasika katika lile neno. For their sakes I sanctify myself. Maana yake sanctification ambayo wale walioko ndani yangu, ule utakatifu ambao wale walioko ndani yangu wanakwenda kuupata, ni ule ambao Yesu amejitakasa yeye, ili asiwe na utakaso kwa ajili ya Sesi, halafu akawa na utakaso kwa ajili ya Dennis, halafu akawa na utakaso kwa ajili ya Beatrice, halafu akawa na utakaso yani hakuna utakaso wa kila mtu mmoja mmoja. Uko utakaso mmoja tu. Yesu alivyojitakasa akasema, kwa ajili ya wao ninajitakasa mwenyewe. It would have been easier. I think that was the easiest way, kwamba kwa ajili yao ninajitakasa mimi, full stop, ili na wao wametakasika. Ndio maana Mungu haendi akatakasa mtu mmoja mmoja. Ndio maana hukumu ya watakatifu vile vile haitakuwa hukumu ya mtu mmoja mmoja. Atakayekuwa na hukumiwa ni Kristo. Ndio maana Biblia inasema hakuna hukumu ya adhabu walio katika, walioko ndani ya Kristo Yesu. Kwa kama Kristo anaweza kuhukumiwa, kuna hukumu ya adhabu. Hiyo haimaanishi muishi kama panya. Kwamba amesemaje kuhusu hukumu? Lakini ninazungumza haya kuonyesha ule urithi
wa Mungu ambayo ameamua kufanya katika maisha yetu. Unajua ni mambo makubwa mno, na he does this. Anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo kama Yesu yuko juu ya kila ufalme, kama alivyoongea hapo, kila usultani, si ndio? Juu sana kuliko falme zote na mamlaka zote na nguvu zote na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali na ule ulimwengu ujao. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, na akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. So Mungu kumweka Yesu awe juu ya falme ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa, juu ya usultani ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa, juu ya mamlaka zote ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa. He did everything for Christ with the view of the church. Sisi kama mnanielewa ninavyoongea. Ndio maana Paulo, kwa maelezo ya Paulo, anaona kwamba yani ukiwa ndani ya Yesu it's finished. Anasema sasa ni nani atakayeweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu? Yani kwamba yeye anaona kwamba ni nini? Je, ni usultani huo? Je, ni wenye cheo? Je, ni njaa? Anasema naam, hakuna. Yani there's nothing that can separate me from Christ. So right now mimi katika maisha ninayoishi siishi kwa hofu ya kuanguka kwenye wokovu, kwa sababu it is impossible for me to fall. Yes, it is possible for me to sin, but never to fall. Unajua kuna tofauti. Amebarikiwa mtu yule ambaye Mungu hamhesabii dhambi zake. Yaani tukiwa ndani ya Kristo, isa kuna marupurupu mengi, kuna vitu vingi, lakini ukiwa ndani ya Kristo vile vile anakupa na roho wake. Roho wa Kristo anaishi ndani yako, anakufundisha kuita Aba, yani Baba, na anakufundisha kuanza kuzaa tunda la Roho, yani upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Vile vitu ambavyo ni vya Kristo vinaanza kuwa visible. Zamani tulikuwa kwenye makatazo: usiue, usimshuhudie jirani yako uongo, usifanye nini, na dhambi ilikuwa imetawala ulimwengu. It was impossible to please God. Halafu anakuja anaondoa yale makatazo. Immediately anaondoa makatazo. Unaweza kadhani kwamba sasa ndio watu watakuwa hawafai, lakini the opposite happens, kwamba when you remove the law, ndio watu wanaweza kuanza kutengenezwa kuwa kama wana wa Mungu, kuwa kama baba yao. You see? Kwa sababu ameshatamka kwamba the law is for sinners, not for sons. If you are under the law, you are not a son. Anasema Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zenu kwamba nyinyi ni wana wa Mungu. Anasema wale walioko chini ya sheria wako chini ya laana, walioko wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ikafanya the opposite effect. Alivyoondoa sheria za makatazo na kuisimamisha neema ya Mungu pale, ikatupatia sonship. Oh, Mungu anisaidie. Hivi unajua kwamba mimi niliyesimama mbele yenu, mimi na Yesu ukitulinganisha, kwamba utakatifu wetu ni sawa kabisa. Yesu hajanizidi mimi ndani utakatifu, pamoja na kwamba yeye hakuwahi kutenda dhambi. Mwambie jirani yako halo. Mnamkumbuka yule mtumishi kutoka Mbeya anasema hodi? Oh, hapo ndio tunapoachana, kwamba you are exactly as holy as Jesus was. Can you believe this? Nikimkuta Dennis huu mkono wake umepakaa unga,
na amesimama mbele yangu, tunakutana, naona mkono wote una maunga. Nitafanyeje? Utanishaurije kwamba niongee na Dennis, niongee na kichwa chake kama mkono wako ukoje, au niongee na mkono moja kwa moja? Sisi tu viungo tu katika mwili wa Kristo. Kichwa ni Kristo. For every human need the Father addresses the head. Hata Roho Mtakatifu anasema mtapokea Roho Mtakatifu yule ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, through me, through my authority. You see, Baba, utukufu ule nirejeshee ule utukufu niliokuwa nao na wewe huko mwanzo, tokea kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwenye Yohana anasema nirejeshee ule utukufu niliokuwa nao. Baada ya kurejeshewa utukufu, sasa Baba, ule utukufu ulionipa nimewapa wao, not half of it. Maana yake nini? Nime-extrapolate, lile neno nime-extrapolate, nime-share ule utukufu, the same magnitude, the same quality, the same quantity, nime-share nao. Kwenye Yohana 17 pale anasema ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Lakini sio kwamba ili wao wanadamu huko duniani wawe na umoja kama huu umoja wetu tulionao sisi huku mbinguni. No, akasema ili wawe na umoja in us, with us. It was not a human unity, it was a divine unity. Ilikuwa ni umoja pamoja nao, that they may be one in us. Alafu anamuelezea Baba, anasema yani Baba, wewe ndani yangu, mimi ndani yako, na wao ndani yetu. That is the unity anayoongea, sio trinity zinazofundishwa kwenye vyuo vya Biblia. Kama ukizungumza trinity ya kawaida, you are also a member of that, kwa sababu you are in Christ. Anasema hakuna kinachoweza kukutenga na Kristo, si ndio? Anasema Kristo yuko ndani yako, si ndio? Na wewe umo ndani yake. Hebu imagine hiyo equation. Tunazungumza tu kwamba mimi ni hekalu la Kristo. Yes, lakini na yeye ni hekalu langu. Oh. Si nimo ndani yake? See, that's exactly what the Bible says. Nimo ndani ya Kristo na yeye yuko ndani yangu. Halafu hii mixture imo ndani ya Baba. Wakolosai 3:3, uhai wenu umefichwa ndani ya Mungu katika Kristo Yesu. So kuna oneness anayoizungumzia pale. Ni namna mimi, I don't even understand the mechanics kwamba Yesu anawezaje akawa ndani yangu alafu na mimi nikawa ndani yake at the same time. Maana yake this mixture is inseparable. Huwezi kutenganisha tena. Yani tumepotea, kila mmoja kapotea ndani ya mwenzake, kiasi kwamba it's a singular identity. Ufalme, ukiangalia ufalme wa giza, all they do see is Christ. Hawamuoni Dennis aliyeokoka, wanamuona Kristo. You see? Kwa hiyo na utakatifu ulionao, kama anasema utukufu ulionipa nimewapa wao, utukufu ulionao ni wanani? Wanao kuangalia katika macho ya roho. Kama ni mapepo, ni majini, yanakuangalia katika macho ya roho, wanaona nani? Yani ule utukufu, mng'ao wako wanauona ni nani? Kwa sababu sio mimi tena ninaishi, bali Kristo. Pastor Herman, kama kuna kitu kigumu cha kukitambua na kukikubali ni hicho. The problem is tunajitizama sisi na tunajaribu kuji-evaluate according to God, but my evaluation must come from his side. Kwamba yeye ameona nini kwangu. Anasema uhai ninaoishi katika mwili, ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyejitoa kwa ajili yangu. Oh, siishi kwa mimi kumwamini tu mwana wa Mungu. Kuna na kitu mwana wa Mungu aliamini kuhusu mimi. Ndio anasema uhai ninaoishi katika mwili, ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyejitoa kwa ajili yangu. Aliamini nini? Anaweza kuishi ndani ya Dani mwenye matendo yepi? Anavyoijua kesho yangu kabla sijaifikia. Mungu akaamini kwamba bado ninaweza nikaishi ndani ya huyu, bado ninaweza akagusa watu, akawagusa huyu, bado ninaweza nikaishi pamoja na ukali wake, ninaweza nikaishi ndani yake nikamtuliza, na bado watu wakasikia neno langu kupitia kwake.
pamoja na tabia zake ninaweza nikakaa ndani yake. Mwana wa Mungu naye kuna kitu aliamini. Sio mimi tu kumwamini yeye, kuna kitu aliamini. Ndio maana tunaambiwa uhai tunaoishi katika mwili tunaishi kwa imani ya mwana wa Mungu, sio kwa imani yetu kwa mwana wa Mungu. You see, kwenye Yohana pale kwenye Biblia zinatafsiri kwamba have faith in God. No, ni have the faith of God. Tuko pamoja? Kama Yesu aliamini kabisa, na hivyo hivyo ulivyo, akaamini anaweza akaishi ndani yako, who are you to doubt? Unajijua, yet uko hapa na unampenda huyu Yesu kwa sababu yeye naye kuna kitu aliamini kuhusu wewe. Haleluya. Kwa hiyo umefika wakati wa kuanza kuamini kwamba yale mambo ambayo Mungu aliyachukua akayafanya kwa ajili ya Kristo ili yawe kwa ajili ya kanisa, kuanza kubelieve kwamba yes Mungu, this is possible. Yesu umemchukua ukamweka juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya hivi vitu vyote, kumbe it is possible. Na anapozungumza falme, zichukulie falme za wanadamu, human governments, chukulia spiritual governments, everything Yesu amewekwa juu yake kwa ajili ya kanisa. Maana yake nini? That's the template. Tunamsikia akituambia every time tunakutana na serikali, every time tunakutana na wanadamu, every time tunakutana na ugumu fulani, anatuambia come up here. Come up here, kama alivyoambiwa Yohana alivyokuwa katika roho siku ya Bwana, akaambiwa panda mpaka huku. Alivyopanda mpaka kule ndio akaweza kuona. Sasa kisha nikaona, lakini kitu cha kwanza aliambiwa panda mpaka huku. Why? Because Jesus is above everything. You see. Na hivi vitu nimekuwa nikiviongea na nyie muda mrefu kwamba habari zetu sisi watu wa Mungu hazitoki CNN na hazitoki BBC. Zinatoka kwa aliye juu. Tunayokuja kuyaona CNN na BBC ni just a confirmation ya vile ambavyo Mungu tayari anazungumza. Tutakuwa tu tuna habari ya namna fulani kuweza kujua something is happening somewhere. Nimekuwa nikipitia mafaili ambayo nimeandika some visions niliziona 2003. Everything that is happening now imo mle ndani, including these diseases, written down. Kwa sababu taarifa zetu hatupati hapa, na kuna vitu vingi bado havijatokea, na ili kuwe kuna ushahidi nikavigawanya kwa watu. Pastor Naomi ana copy, Pastor nani sijui, nimevigawanya kwa watu faili na vitu ambavyo Mungu alishaonyesha, deaths of some presidents na vitu vya nini, Mungu vitu vyote ambavyo nikavigawanya ili vinapotokea nikisema hiki Mungu alionyesha. Kwa sababu kuna vitu vingine Mungu sio vya kuviongea wazi, ila ni vya kuconfirm kitu fulani. So you write them down and you give them to other people as evidence. Kwa sababu gani? Tunaishi kwenye ulimwengu ambao time is irrelevant. Hakuna time. Historia iliyopita na historia inayokuja Mungu ameviweka pamoja. Mtu anaweza akafungua macho hivi akaona mwisho, akaona mwanzo, akaona jana. Unaweza ukasimama ukahudhuria sulubisho la Yesu, unamuona anasulubishwa live. Mungu ambacho ametupatia sio tenzi na mapambio tu, ametupatia na vitu fulani vya ajabu sana. Sometimes Dennis, muujiza mkubwa ni how come we are living, how come you can live such an ordinary life being a godly, a divine human being. That's the biggest miracle. Ni kama Yesu pale alivyotokea kwenye Mount of Transfiguration, alivyong'aa, Petro, Yakobo na Yohana wakashindwa hata kumwangalia, nguo zake zilivyong'aa. And in so many ways tunaangalia sema wow, that was a big miracle. Yesu kung'aa kwake, it was a huge miracle. Aling'aa, tunaita the Mount of Transfiguration. That was ile kuwa transfigured, naona ndo muujiza. Lakini kwangu mimi sioni muujiza pale kwenye kung'aa kwa Yesu. Hakuna muujiza pale. Muujiza ni huu.
kwamba for 30 years he could contain that light, kwamba amekuwa na ile nuru kwa miaka yake yote wasiione. That was the miracle. Mnanisikia nachoongea? Hebu msikatishwe tamaa na circumstances. Wengi hapa mmeugua corona mkapona bila hata kujua kwamba mliumwa. Ulikuwa tu mafua mbavu zikabana zikaachia. Malimao tangawizi nini, ukaamka ukaenda kazini. But you are here. The fact kwamba you got sick haimaanishi kwamba you are not divine. Kuna mtu ananielewa? Yeah. Urithi wenu katika Kristo anaozungumzia ule utajiri wa urithi ulio katika Kristo. Alikuwa azungumzia utajiri pesa. Alikuwa anazungumzia the riches of becoming a son. The riches ya kile Kristo ambacho amekifanya, ile nguvu aliyomtumia, anasema aliyotumia kumfufua kutoka kwa wafu. Kuna sehemu nyingine Paulo anasema the power that raised Jesus from the dead so powerfully works in me. Nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu inafanya kazi kwa nguvu ndani yangu. Yet Paulo mwenyewe alikuja akakatwa kichwa, baadaye akafa. It does not negate kwamba nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu ilikuwa haifanye kazi ndani ya Paulo wakati anakufa. Msiangalie circumstances za dunia ukajaribu kuinterpret kwamba unaamka unajitikisa na feel anointing. Bado basi, I'm not at that level bwana. Mimi siko kwenye level ya watumishi. Mimi siku nyingine hamna, there's no feeling. Sio kwamba kina Petro walikuwa wanajitikisa sana. Imejaa. Imejaa. I say, ngoja niingie mtaani nikahubiri. Hakuna. Paulo mara nyingine anasema nilivyokuja kwenu nilikuja na hofu na kutetemeka. Sikuja na maneno ya hekima ya kibinadamu. I was fearful. He went as a normal human being. You see. Lakini Mungu alikuwa anafanya kazi ndani yake. What is the thing ambayo inakusumbua sasa hivi katika maisha yako? Kristo amewekwa juu ya falme, juu ya sultani, juu ya mamlaka zote, juu ya majina yote katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao kwa ajili ya kanisa. God gave him the preeminence for the church so that the church can hide in him. Uzuri wa kuwa ndani ya Yesu ni kwamba when people are looking for you, the only one they see. Zamani wakati tuko watoto tulikuwa naimba wimbo, nimejificha kwenye mwamba, mwamba usiotikisika. Siku hizi sijui kwa nini tuimbe kujificha, naona tuko exposed. Hujajificha popote, you are just visible. Tumefunuliwa. Amen. Lakini mzee mwisho tumefichwa ndani ya Yesu Kristo. Kiasi kwamba sio sisi. Ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Mimi ninapenda ile a new creation, not the old creation that has been renovated. No. Mungu hajafanya repair. Hajafanya repair kwamba hebu tuondoe huu uchaga kidogo, tuweke pembeni, hebu tuondoe hii, tuondoe hizo family sacrifices ambazo wamezifanya huko nyuma, nini na nini. To this day jamani, tumeshindwa kuliamini neno. To this day we have walokole struggling with generational curses. Kama unajua mimi ni Mchaga, kwa kule kwetu waliwahi kufanya matambiko, huyo unaenda kwa nabii wa kwanza, shida ziko pale pale. Unaenda kwa nabii wa pili, shida ziko pale pale. Unaenda kwa mtume, shida ziko pale. Unasema hapana, nimegundua inabidi niende kwa mtume na nabii. Mtu ambaye ni mtume na nabii. Mtume peke yake, kama ni mtu ana utume peke yake na unabii peke yake haifanyi kazi. Nimtafute mwenye kombo. Labda niende pale, labda pale generational. We are still our problem sio aina ya maombi ambayo tumeombewa. A problem ni unbelief. Kutokuamini kwamba kweli ikiwa nimekuwa ndani ya Kristo, nimekuwa
kiumbe kipya. Can I believe just that? Kwamba niko ndani ya Kristo na nimekuwa kiumbe kipya, na kwamba nimefichwa, sio mimi ninayeishi bali Kristo anaishi ndani yangu. Can I believe that? Hiyo peke yake ni inatosha kuondoa matatizo yote ya kwenda kuombewa generational curses za kifamilia. Na unakuta ni kitu ambacho na wewe unakikiri. Mnivumilie tu, hizi hasira ni za ukoo. Nani akuvumilie kanisani na hasira za ukoo? Tumekuja kanisani for the specific purpose ya kuondokana na hasira za ukoo. Wewe umekuja umeingia nazo huko, afu unasema tukuvumilie. Tukuvumilie nini? Wewe umeokolewa kutoka kwenye nini? Baada yake kila mmoja, jamani, humu ndani kila mmoja akileta vya ukoo wake humu. Mwingine mnamwona ni mtulivu, mkiambia mwenzetu ukoo wako anasema sisi tunanyongaga tu watu. Na ndio dhambi mzingayo kwa upesi, ukimzingua na kunyonga. Kwenye kumkulia Kristo kuna vitu vingine vinakwenda vinayeyuka vyenyewe bila maswali ya kidini. Unanielewa? Vinakwenda vinayeyuka vyenyewe bila maswali ya kidini. Napenda sana How to Grow. Niliwahi kuzungumza umndani ile unavomkulia Mungu unakuta kuna vitu fulani anaanza kukuongoza kwa amani yake, kwamba hiki fanya, hiki usifanye, hapa usiende, hapa fanya. Lakini ni kutokea ndani na sio kitu universal ambacho unaweza ukaja humu ndani ukasema sisi wa humu ndani hatufanyi. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukasema kwamba kuna hiki na hiki na hiki, namna tunavyoenenda maisha yetu yanakwenda katika namna hii. Lakini kuna vitu vingine unaongozwa kutokea ndani. Mfano kwenye hii Biblia siwezi nikasoma sehemu inayosema kwamba msiende disco. Hamna humu sehemu ambayo imeandikwa. Nikisoma nitakuwa nimekudanganya, si ndio? Tunarudi kule kule, everything is permissible, not everything is beneficial. Yaani kwenda disco ni ruhusa kabisa, unaruhusiwa, but is it beneficial to your spiritual walk? Wewe mwenyewe kila mmoja unakuta inabidi ufanye maamuzi ndani. Unakuja hapa leo, tumeimba vizuri, nataka kuwa kama wewe Yesu, nifanye vitu kama wewe, oh Baba, nataka kuwa kama wewe. Yaani tunakuja na namna zetu fulani Baba, ninakutamani. Tunatoka hapa, everything is permissible, unakwenda disco. Wimbo tu wa kwanza una maswali ya ajabu, nikikupea utawezana? Sasa hapo kweli unakuja kuniuliza mchungaji, si ni kunionea? Mimi nitakwambia kajibu swali. Kumkulia Kristo. Haleluya. Hatimaye tunafikia watu wenye kimo cha cheo cha utimilifu wa Kristo. Kristo yeye mwenyewe anakuwa na uwezo wa kutuongoza ndani na kutupatia maamuzi ambayo ni sahihi in everything that we do. Pale Mungu amemfikisha Kristo sio ili abakie pale na sisi tubakie chini tunamwadmire kwamba jinsi alivyo. No, amemweka as a template. Halafu anatuita kwenye neno lake, as he is, so are we when in this world. Haleluya. Kwa hiyo vile unamwona Kristo pale, unamwona Mungu amemweka Kristo ni kwa ajili yako, ni ili yani popote anapofungua mlango anaingia hivi na wewe unapiga hatua pale pale, unasimama pale. Akifungua tena mlango mwingine akaingia na wewe unaingia pale. Hakuna kusema kwamba hapo alipoingia Yesu mpaka maombi ya siku 21 ya kufunga kuna namna fulani, I'm not ready to be at that level. Hakuna. No, already amekubeba ndani. Kwa popote anapoingia tayari umekwisha kuingia. Hivi unajua kwamba right now, oh my God, help me say this. But right now, wanasema like father like son, si ndio?
Mungu ni omnipresent, si ndio? Do you know kwamba na wewe ni omnipresent? Ni kwamba only your body has limited you to this room right now. Kwa hiyo mwili umekuanka hapa, lakini in the spirit world anasema you are seated with Christ in heavenly places right now. Uko hapa, lakini you are also seated elsewhere. Only your body causes you to manifest here in Dar es Salaam, Kawe, in this room right now. But you remove this body, you are exactly like your Father. Sio mtaketishwa baada ya hukumu, baada ya kufa. No, mmeketishwa past tense na Kristo mahali pa juu katika ulimwengu wa roho. Just like your Father. That has already happened. You see. Sasa hebu niambie, hukumu yako itakuwaje? Watu ambao tayari wameshaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, je, wakati wa hukumu watasema hebu shuka hapo uhukumiwe uende jehanamu? Hebu shukeni wote mlioketishwa hapo, shuka faster. Hatuna muda wa kupoteza saa hizi. Mje muhukumiwe hapa. Ndio maana nasema there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kwa sababu if you are in Christ Jesus, you have already been crowned. You have already been seated with Christ in heavenly places, if you can believe this. This is not something that is going to happen. This has happened. Ndio maana inazungumzia kuhusu the security of your salvation. Kwamba kama ni kweli Mungu alikuita kukabidhi katika mikono ya Kristo, your salvation is secure. You can never lose it. Ila kama ulijileta, tajibeba. Tuko pamoja? You are exactly as holy as Jesus is. Why? How did you work up that holiness? You didn't. He shared his. Alipunguza salio la utakatifu, akapunguza salio la wito. Anasema as the Father has sent me, so send I you. Kama Baba alivyonituma mimi kwa wito ule ule, kwa mandate ile ile, na mimi ninawatuma nyie. Alikutuma Baba Yesu, lakini Baba alikutuma kuja kuteseka kwa ajili yake, na hata ikiwezekana kufa kwa ajili yake. The same calling, the same death kina Petro walipitia. Paulo mpaka anafika mahali anazungumza vitu ambavyo leo angeongea tungeingia kwenye Facebook kuandamana. Kufuru, tungeingia Twitter, tungetweet. Kufuru. Anasema ninajazilizia katika mwili wangu yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo. I fill up in my flesh what was still lacking in Christ's afflictions. Kwamba kama Yesu hawakumchapa fimbo za matako, mimi Paulo nataka wanichape fimbo za matako kabisa. Hilo neno hatujasikia muda mrefu, tunasikiaga makalio. Sio mbaya mkija Taila kulisikia. Sema asante kwa neno. Amen. Paulo anasema ninajazilizia katika mwili wangu yaliyopungua katika how arrogant. But look at Paul. Amefungwa miaka mingapi bila kosa kwa ajili ya Yesu Kristo? Yesu hakufungwa that long. Amekatwa kichwa, Yesu hakukatwa kichwa. Ametandikwa mijeredi ambayo hata Yesu hakutandikwa. Mwili wake according to history, kina Flavius Josephus wameandika, mwili wake ulikuwa ni kama ramani, ni kama mlemavu wa mijeredi, ile flagellum ya Kirumi ambayo ilikuwa ina hook kama ndoana ya samaki, wanapiga unakafu wanavuta. Mwili wa Paulo, ndio maana anasema kwamba nimezibeba chapa zake Kristo, mtu asinitaabishe. Yaani mtaniambia nini nimebeba chapa zake? Alikuwa anamaanisha kama mwili wangu ni ramani for Christ. Halafu anasema yani yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo, mimi nataka yafanyike katika mwili wangu. Anawaambia wa Filipi,
I fill up in my flesh what was still lacking for Christ. Ndio maana Yesu akasema kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma nyie with the same calling. Nenda mkanifanyie wanafunzi, mkamfanyie Baba wana with the same calling to suffer for him. Anasema, anawaambia tena Wafilipi hao, it has been appointed unto you not only to believe in him but also to suffer for him. Mmeteuliwa sio kumwamini Yesu tu, msiishie kwenye kuamini, lakini na kuteseka kwa ajili yake. Kuna vitu mtaitwa kuviongea ambavyo serikali zitawaita kwenye vyumba vya ndani kuwahoji kwamba uliwezaje kuongea kile in public. Utasema ndio conviction ya Roho Mtakatifu anachosema. Neno la Mungu ndio linataka iweko hivyo, na Mungu amewaweka wanadamu wote chini ya himaya yake, hata wewe unayenihoji. Kwa hivyo nitatoka kwenye chumba chako nikiwa hai au mfu, bado ukweli utabakia kuwa huko. You see, this is how mitume walikufa, not being able to compromise for the message ambayo Mungu aliwapatia, na hawakuwa na huduma hata moja ambayo iko registered na serikali za dunia hii. Kama Baba alivyonituma mimi, kadhalika ninawatuma nyie. Kanisa la sasa hivi problem yetu, we are too theological. Tumekaa tu katikati ya pews zetu, tumekaa kwenye account zetu za Facebook, tunabishana doctrine, stupid doctrine. Wewe unaamini unyakuo kabla ya dhiki kuu au katikati ya dhiki kuu au baada? Who cares? Just preach the gospel. Ukiwahubiria watu kuokoka, it's not about dhiki kuu au unyakuo anyway. Who cares inakuja lini? Na usingeweza kuambia kina Paulo nyakati zile watu wanachubuliwa ngozi, anapakwa mchanga afu anaanikwa juani, huwezi kuambia kwamba dhiki kuu haijafika in their time. Huwezi kuambia wa wanawake wa Kristo Sudani ambao wanakatwa maziwa watoto wao washindwe kunyonya, anakatwa maziwa na panga, hafu anaambiwa nenda na Yesu wako. Huwezi kumwambia yule mtu dhiki kuu haijaanza. Huwezi kuambia wale watu anamwagiwa mafuta, anawekwa kwenye cage na ISIS, wanawasha moto. Huwezi kumwambia no, usipige kelele saa hizi, tunasubiri dhiki kuu ianze, mpinga Kristo hajaja. You cannot tell them that. Lakini kwa sababu hatuna macho ya kiroho kuweza kuelewa yaliyoandikwa kwenye Biblia, tunasubiri dhiki kuu itakayokuja baadaye, bila kujua kwamba nyinyi hamko kwenye dhiki kutokana na uzembe mlionao kiroho. Mngekuwa mnamfahamu Yesu na injili yake, na kwenu mateso yangeanza. Kuna mtu fulani aliwatafuta ndugu zangu wiki kama 3 zilizopita walioko kule Marekani, anambia nyinyi ninawalaumu sana kuhusu Dani. Mpaka amefika hapo alipofika, mmeshindwaje kumsaidia? Hiyo injili anayohubiri, na nyinyi ni watu wa Mungu, mmeokoka, nyinyi ni familia ya kitumishi. Huyu mtu mpaka anaanza kuhubiri hayo mambo, mmefika familia nzima, mmemwacha tu mpaka amefika pale, bila kujua kama mimi nimekwisha kupoteza heshima yangu hata kwa familia yangu. Jina langu limesafa because of this message. You see, utajificha nyuma ya watu wengine pale ambapo hauko tayari kujitokeza na imani na injili yako na kuisimamia. Anasema anaambia katika Timotheo, watu wote wanaoishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Yea, all who want to live godly lives in Christ Jesus will be persecuted, every single one of them. Mke wangu huyu ni shahidi. Kuna vitu nilikuwa ninaviongea mwaka 2003, 2004. Ilikuwa ni landscape kavu mno kuhusu injili ya neema. Kulikuwa hakuna amen, hakuna naitikia. Yet that was the message ambayo nilikuwa nimepewa kuhubiri, na it was difficult kwa sababu kanisa la kwanza mimi kuhudumu lilikuwa ni kanisa la TAG with this message. Kipindi hicho Ade na Beatrice walikuwa wadogo kabisa. Huyu yani nadhani alikuwa anacheza na wenzio huko nje. Yet I stood with this message and I was under so much pressure kwa sababu baba mkwe wangu ni mwanatheolojia, ni mwalimu wa TAG. Kila kitu kipo hivi.
na mimi niko hivi. You see. Lakini it just has happened in this way kwamba vitu vingi nilivyokuwa nikivihubiri na kuvipigia kelele miaka ile, sasa hivi vinahubiriwa na watu wengi sana, hata ambao walikuwa wananipinga. Kuna vitu ninaviongea sasa hivi, hata sasa hivi wale wanaofuatilia masomo yangu ambayo ninafundisha online, kuna vitu ninaviongea sasa hivi kuhusu mpinga Kristo na nini, visikupe shida. Just give it 10 years if we have that long. Just give it time, utavisikia kwenye kila mimbari inayofundisha kuhusu hivi vitu. Utaisikia. Mara nyingi sijajua ni kwa nini Mungu amenifanyia kitu kibaya kama hiki. Mara nyingi ninajikuta niko at least 10 years ahead. Hapo katikati zitatokea theological argument, zitatokea, afu watakuja kwamba Yesu kweli alivyokuwa duniani alikuwa mwanadamu. Lakini mimi nishasafa. By the time watu wanakuja kupeta kwenye Facebook kwamba Yesu ni mwanadamu, nilishavuja damu ikakauka, nimeenda mbele, niko kwenye vitu vingine. Ndio maana mvirekodi hivi vitu, mvikumbuke hivi vitu. Be willing to suffer for a message. Sio kila kitu ambacho kila mtu atakielewa at once. Nilivyokuja mara ya kwanza nimeanza kufundisha somo la good and evil, kwamba both of them, hakuna hata kitu kimoja kingeweza kutokea kwenye uumbaji wa Mungu ambao ameuita ni good bila sanction yake, bila permission yake. Hakipo hata kimoja. Haiwezekani Mungu akafanya kitu cha namna hiyo. Haiwezekani Mungu ndani yake ukawa kuna hiyo, lakini Mungu mwenyewe ameshajisema. Kama vyote vinatoka kwangu. Mimi Mungu ninahuruku uovu. I create evil. Nimemuumba mharabu aharibu, na nimemuumba mtu anayevukuta moto akatoa silaha yake. I have created the devil to destroy. Anasema the devil does nothing except kill, steal and destroy. Mungu anasema nimemuumba mharabu ili aharibu, for the express purpose of destroying. Isaya 54. Na nimemuumba nimemuumba mwingine anayevukuta silaha kutoka katika moto, na Yesu anasema nimekuja kuwasha moto duniani. So Mungu anasema he did both of them. You see, kumuelewa Mungu ni ngumu. Ndio maana kwenye Biblia yako ukipita, ukisema uangalie maovu yaliyofanyika, ameyafanya mengi zaidi Mungu kuliko shetani. Nitasababisha watoto wao wauawe. Kwenye Yeremia anasema I have this plan, anatumia neno mezima, an evil machination, an evil plan against Israel. Nenda kawaambie kwamba I the Lord, I have an evil plan against them. Anasema msile mti wa ujuzi mmeona mabaya, kila mtakufa. Shetani anakuja, eti Mungu amesema mkila mtakufa. Ndio, amesema tukila tutakufa. Hapana, niwaibie siri. Mkila mtakuwa kama yeye. Wakala. Sio kwa kutaka kumwasi Mungu, kwamba tunataka tuwe kama baba. Ni upenzi lilifanya wale penzi kwa baba, wanting to be like their father. Walivyokula, Mungu mwenyewe akasemaje? Mwanzo 3:22. Now man has become like us. So, did the devil lie? Aliposema Mungu anajua mkila mtakuwa kama yeye. Walivyokula tu Mungu mwenyewe akasema sasa mwanadamu amekuwa kama sisi, kujua mema na mabaya. So did the devil lie or did he tell the truth? It's time for the church to tell the truth. For the first time, Mungu mwenyewe akadefine likeness. Akasema man has become like us, to know, to have experience and to have skill of both good and evil.
Bila kuelewa that side of God, how can you understand the power of grace? Kama ni Mungu wa upendo tu, neema tu, mema tu, akisema amekusamehe, does it mean anything? Mungu ambaye ni neema tu, goodness, hana hasira, sio wa kuogofya, akikwambia nimekusamehe, it doesn't mean much. Lakini Mungu ambaye anaweza akafanya vitu na unajua jinsi alivyo, yule akikwambia I give you grace, then it has value because you know the opposite is true. Ndio maana Biblia inasema Mungu ana majeshi ya mkono wa kuume na Mungu ana majeshi ya mkono wa kushoto. Yote anayatumia effectively. Yote anayatumia effectively. Wakati mimi ninakuwa kwenye kujaribu kumuelewa Mungu, nikawa kuna vitu ninashindwa kuvielewa kwenye Biblia, na kila nikiwauliza watu kanisani walikuwa wanakuwa wakali. Usiwe na masikio ya kutafuta utapata mapepo. Sasa unashindwa kama nimuulize nani, kwa sababu unaona kabisa huyu ni Mungu anauliza kwamba ni mtume nani huko duniani akamdanganye Naaman. Ni mtume nani? Pepo likanyosha mkono. Pepo unanyoshaje mkono mbele ya Mungu? Kwanza mmekutana. Hiki kikao kilikuwa kinafanyikia wapi? Nataka nijue hapa sasa hivi. Kikao kilikuwa kinafanyika kuzimu au mbinguni? Pepo katokea wapi? Na Mungu akamwambia, hebu tueleze, utafanyeje hii? Pepo likajieleza, nitakuwa ni roho wa uongo katika vinywa vya manabii wako wote. Hawa hawakuwa manabii wa uongo, walikuwa ni manabii wako wa Mungu. Nitawaingia manabii, wataprofesai uongo. Yule adui yako ataamini, atakwenda kufa. Mungu akamwambia, you will dare and succeed. Akalibariki pepo katika njia zake. Utathubutu na kufanikiwa. Likaenda, manabii wakasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi, mnakwenda kushinda vitani. Wakasema, tunyanyue twende. Wakaenda kule, wakakobolewa vichwa, wakarudi wamekaa sawa na yule mmoja amekufa. Pepo linarudisha ripoti kwa Mungu, mission successful. Kuna mapepo yako yanakuwa yametulia kwa wakati wa worship, takatifu kweli, kuna pepo hapo Bwana, lakini kwa shughuli maalum. Tunashangaa jinsi tunavyozidi kuzama kwa nyimbo za worship, ndivyo tunavyozidi kutulia, inakuwa na amani. Lakini pepo mchafu. Nikaanza kumwelewa, okay, nini, unajua nini kuhusu Mungu? Nikasema, okay, Mungu fine. Sasa ninakuelewa kwa mara ya kwanza kuhusu kitu kinaitwa sovereignty. The sovereignty of God. Jamani, the power of God. He can command the night and he can command the day. Nothing in existence lives outside of the will of God. Absolutely impossible. He commands everything. Ni kama linaandikwa kwamba haya mapigo ambayo yanatokea kwenye Ufunuo, enzi hizo alikuwa na shetani anafanya. Kwa kila mtu alisoma Ufunuo alikuwa anaona shetani anafanya, anapiga watu na majibu, anafanya nini na nini. Baada ya kuja kutambua it was not the devil. Anasema watu hawakutumia kazi zao wala kumsifu yeye, the one who had control over these plagues. Hapo nikaanza kuangalia, kisha malaika wa kwanza kutoka madhabahuni akaenda akapuliza tarumbeta, duniani kukawa tetemeko, kukawa sijui nini. Malaika wa pili akatoka, anakupa coordination from the throne of heaven. This is not even, yani kwamba shetani ni victim. Kwa sababu kuna malaika mwingine akapuliza sijui ni Filipi sijui tarumbeta, shetani akakamatwa akafungwa minyororo akatupwa. Kama kumbe naye he is suffering this way, humans are suffering this way. Malaika they are running everything. Mungu ndio anayekomanda matarumbeta ya pulizo. Nilidhani mapigo haya yanafanya shetani, kumbe naye anachukua kipigo kama kawaida. Both human and the devil suffering at the same time from the same God. Ndio nikaanza kuona the sovereignty of God. God controls everything. Hata vitu kama hivi COVID-19. Kwamba Mungu hana uwezo wa kuiondoa, anao. Kansa hana uwezo wa kuiondoa, anao. HIV hana uwezo wa kuiondoa, anao. Na yanakuja magonjwa ambayo ni mabaya zaidi, yanakuja magonjwa ambayo watu wanakuwa wanaoza huku wanatembea.
Wanatoka funza huko wanatembea na ulimwengu utaya witness. Yanakuja upon mankind. But every plague that is coming is being controlled for a purpose. Biblia inasema God who has control over the plagues ambazo zinaipiga mankind. Lakini kuna kitu anazungumza kwamba sitawaletea magonjwa ambayo waletea wa Misri. He knows how to keep us safe and how to protect us. Does that mean kwamba hakuna Wakristo watakaokufa na magonjwa? No, wako wengi watakaokufa na magonjwa. Everything that is happening now, hakuna namna ya kupanic wala kujitokeza kujifanya sasa wewe ndio mwenye upako kuliko wote, kama mimi mtume nani ninakataza COVID kuja Tanzania. Unakataza hivi? Umeshindwa kukataza mwili wako usitoke jasho. Yaani anza kwanza na hiyo. Jipige power mwale ghafla ziko za green. Ukianza hiyo na COVID utakuwa umeweza. Nazungumza hiyo kuzungumza hii kwamba everything you know is in God's control. Good, evil, everything. Iko katika control ya Mungu. Ukisoma kule kwenye Ufunuo, wale wafalme ambao ni waovu, wapinga Kristo, wanafanya nini? Unasema ni Mungu ameweka mioyoni mwao kufanya hayo mambo. Kwenye ile 17 pale. Ufunuo 17 ni Mungu ndiye ameweka mioyoni mwao kufanya hayo mambo na kumuua yule mwanamke na kumla nyama yake. Yule mwanamke kahaba ambaye ni kanisa lililopotoka, the apostate church. Kumbe hata hawa uovu wanaofanya, kumbe ni Mungu ameweka mioyoni mwao. God is controlling everything. Yet ni kitu nimezungumza hayo ni ipindua kwa kusema hivi kwamba huyo Mungu ambaye ana control kila kitu ameniita baba kwako. Anasema kwamba son, I give you praise. I call you by my name. Mradi huyu Mungu ambaye anaabudiwa na walokole ambaye kama grandfather, you will never see the value of praise. Ni mpaka umuone Mungu yule anayejiita neno langu sio nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Yeye nini sio moto ulao. Mpaka umuone Mungu yule anasema for my name is jealous. Jina langu ni wivu. Mpaka umtambue yule Mungu ndio akisema kwamba ninakupenda kwa pendo kuu, unaweza kusema oh wow, this thing is huge. Kama tazameni pendo la namna gani alitoka baba kwa tuzo wana wa Mungu, na ndivyo kulivyo. Ni pendo la namna gani? Lakini mradi yule granddaddy unaweza kumfanyia unachotaka. Nimeona kuna kitabu kinazunguka kwamba maombi ambayo Mungu ni lazima ayajibu au sikini vitu. Yaani haina sense kumforce Mungu. No, God is not like that. Niliwahi kuzungumza kuhusu sovereignty ya Mungu. Naweza kuumwa kichwa, ukaomba kisipone. Baba, what's the purpose of this? Akasema just wait, I have a purpose. Baadaye kichwa kinarudi mbele, what was the purpose? Anakwambia kwamba purpose yangu ni kuondoa kichwa chako kioo. That's the meaning of sovereignty. Sovereignty maana yake doing anything you want without anyone having the power to question your decision. Kufanya chochote unachotaka bila mtu yeyote kujaribu kureason na wewe. Kama Mungu, explain yourself. How? Huyo ndio baba yako. Akamchukua Yesu, akamweka juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya usultani, juu ya vitu vyote vilivyopo katika ulimwengu na ulimwengu unaokuja. Akamweka hivyo kwa ajili ya kanisa, yani for the church, ili kanisa liwe juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya usultani, juu ya vitu vyote. Huyo Mungu mkorofi kiasi hicho amemweka mwanae kwenye that position for you and me. That is the meaning of grace. We get to escape his wrath, and we get to have power over everything that has ever been made. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Ndio kusema pale. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga
nyoka na nge. Halafu anasemaje? And nothing shall by any means hurt you. And nothing shall by any means hurt you. Hakuna kitu kwa namna yoyote kinachoweza kwa sababu nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Nothing shall by any means hurt you. What is it that you fear tonight? What is it that's keeping you up at night? Nini unachokihofu? There are those moments adui anaweka mahubiri katika mioyo yetu. Unafika mahali unaona kabisa kama mahubiri yale yanakukolea huwezi tena. Lakini Roho Mtakatifu usiku wa leo anataka kukukumbusha kama Mungu ameweka Kristo juu ya vitu vyote kwa ajili yako. Sio kwa ajili ya Mungu. It is for you. Kama ameweka above everything. Just for you. Ili wewe, you just step into Christ, immediately you are above everything. Haijalishi hujajua Kigiriki, hujajua Kiebrania. Yaani kwa kumwamini tu mwanae na kukaa ndani yake, tayari wewe ni Myahudi wa kabila la Yuda, umetahiriwa siku ya 8, umebatizwa na Yohana. Yale yote yaliyokuwa haki ya Yesu, kuwa above everything, it becomes yours. Everything kilichofanyika kwa Yesu automatically by believing in him becomes yours. Sasa kilichobakia kinakuwa ni nini sasa? Kuikulia knowledge ya kilichotokea. Kwamba sasa hivi wewe kwa sababu umeshaomba utanzania, umekuwa Mtanzania. Kwa hiyo kama Watanzania tuna haki hii, una haki ya kupiga kura, una haki ya kuchagua diwani, una haki ya kufanya nini. Unaanza kuambiwa zile haki zako, lakini ule Utanzania passport ushapewa. Unajua unaweza kuwa na passport ya Tanzania lakini you don't know your rights. How many of you na ID, national ID or something? Lakini je, nikikuuliza nitajie haki 30 za Mtanzania kikatiba? Most of you don't know. It's the same thing with Christians. Umeshahesabiwa haki kabisa, umewekwa above everything, but you don't know. It doesn't mean kwamba you are not Tanzanian. It doesn't mean kwamba you are not a Christian. You just don't know, and my people perish for lack of knowledge. Unaangamia kwa kukosa maarifa ya kile ambacho Kristo amekwisha kukifanya katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Mungu amemweka hapo juu Kristo so that he can place you above everything. Amen. Na haya maisha tunayoishi hapa duniani, miaka 70, miaka 80, miaka 90 hii ambayo tunaishi hapa duniani, it's just a dress rehearsal. Utumishi wetu ndio kwanza unaanza. Utakapouvua huu mwili na kuvaa ule mwili mwingine, utakuwa utumishi sasa ndio unaanza kuendelea. Our ministry does not stop when we die. It begins. This tonight said is just a sorting process. It introduces us to our God. It gives us a human experience so that we can get ready to be placed when we cross the river. Tunakuwa placed. Imagine mbinguni ingekuwa ni sehemu mmekaa tu mnaimba for a million years. You're not doing anything. Mnaimba tu, mnatupa taji zenu, mnaziokota tena, mnatupa tena, mnaokota, mnazifanya pale kwa ndoto, mnatupa tena mbele, unaifuata tena, mnatupa tena. Kama yani imagine kama mbinguni ndio ingekuwa shughuli hiyo. No, that's just a very short description of the spirit world. Lakini tunaingia kwenye ulimwengu wenye planetary systems. Na wenye ulimwengu hasa kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, akionyesha kwamba there will be a new heavens, a new abode of the spirit, and there will be a new physical realm. Mbingu mpya na nchi mpya. Anasema kwenye ule mji kuna mashariki, kuna magharibi, magnetic properties of planets. So God is going to recreate the universe with different physical laws and with different bodies that don't need a shower, don't need food. That is what is waiting for us on the other side. Theology is keeping us behind. Kulumbata katika theolojia ina to keep us from attaining that thing. We become so knowledgeable about
books, umesoma Wayne Grudem, umesoma J.A. Packer, umesoma huyu, umesoma T.D. Jakes, umesoma everything except the real thing. Yeah. You know every author except the greatest author of them all. You have allowed your head to be filled with opinions and human thoughts. Na ukakosa kule mkate uliofichwa katika neno. Hebu anza kuruhusu, anasema tumesoma, anasema I keep asking that the God of our the Father of our Lord Jesus Christ will give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Ninazidi kuomba kwamba Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo awape roho wa hekima na mafunuo ili muweze kumfahamu vyema. Roho wa hekima na mafunuo ili muweze kumfahamu. It seems that's the greatest calling of them all, Pastor Herman. Kupata roho wa hekima na mafunuo ili tuzidi kumfahamu sana. Huyo ni Paulo. Petro anasema his divine power has given us everything we need for this life and for godliness by the knowledge of him who called us. Mbona ndio kwenye knowledge of him? Kumbe kumjua sana mwana wa Mungu, kumfahamu sana Kristo, it gives us everything we need for life and godliness. Usitafute kumjua mtume fulani, mtume na nabii fulani, tafuta sana kumjua mwana wa Mungu. Because the more you know him, the more you know yourself. Yeah. Kumtizama Kristo ni sawa na kutazama kwenye kioo. Kama hapa pake pamepinda na pako pamepinda, akipaweka papake hapa sawa na pako panakaa sawa. Ndio maana macho yako saa zote yanatakiwa yawe na mtazama Kristo in everything that you do. Wayahudi waliambiwa hilo zoezi likashindwa, walikuwa wanang'atwa na nyoka. Nyoka wanawang'ata wanakufa. Musa akaambiwa ainue nyoka wa shaba juu. Nyoka manake aliyelaaniwa. Mnyanyue juu aliyelaaniwa. Wakiwa wanamtazama huyo aliyelaaniwa, hawa nyoka pamoja na kwamba hawakuacha kuang'ata, ila walikuwa hawana effect. Kwa hiyo mtu alikuwa anafanya kazi yake popote pale kidumu, anaangalia tu pale. Akiangalia huyu nyoka, sumu yake ilikuwa haina effect. Ndivyo Mkristo anatakiwa kuishi, kwa kumtazama yule nyoka aliyesulubiwa pale Calvary. Kwa sababu alipochukua uovu wa mwanadamu akawa nyoka yeye mwenyewe, au kamweka pale akamwongomea zile laana zetu. Every time we look at him, hata mapepo yakitung'ata, hata shida zikitung'ata, tunapata. Halafu it was very, kwa sababu Mungu kwa Kiyunani, kwa Kiebrania, nyoka anamuita kitu kingine kabisa. Lakini wale nyoka waliokuwa wakiwang'ata Wayahudi walikuwa wanaitwa jina tofauti kabisa, Seraphim. Seraphim. Ukienda kusoma in the Hebrew, wale waliokuwa wakiwang'ata Wayahudi walikuwa ni Seraphim. Ukiangalia maana yake, they were angels. They were sent by God in the form of snakes to teach them the lesson. Hawakuwa nyoka. Nenda kufanya study hapo. They were angels. So what does it mean? If fallen angels or demons are troubling your life, they are biting into your life, ndugu hawakuelewi, pesa zijakaa sawa, as long as your eyes are fixed on that snake, yule nyoka wa shaba pale, those things will have no power over you. You don't even need to pray. Keep your eyes on Jesus, him aliyenyanyuliwa juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya everything. As long as you keep looking at him, vinapokung'ata havina nguvu juu yako. Mungu wa baba yako hawezi kukutisha. Manielewa mzee? Sema nimeinuliwa juu pamoja na Kristo. Nimeketishwa ndani yake. Sema niko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yangu. Na sisi pamoja tuko ndani ya Baba. Sema na hakuna kitu kinachoweza kututenganisha. Kana kwamba Baba awe peke yake, Yesu awe peke yake, na mimi niwe peke yangu. We are forever one. I in Jesus, and Jesus in me, and both of us in the Father. Say, this is the Father's will. This is the Father's will.